dada yako nimrudisha kijijini kwa sababu hizi za kipumbavu za kuendekeza mapenzi. Na wewe na umri wako huo tayari ushajiingiza kwenye mahusiano. Hivi nyinyi wadogo zangu, mna matatizo gani? Nimekutoa kijijini, nimekuleta mjini ili nikupeleke chuo cha ufundi, lakini umekuwa fundi wa mapenzi. Bro, unijui sikujui, lakini huyu mimi ni mdogo wangu. Nitakuja nifanye kitu kibaya hapa mtaani wanione mimi na tabia mbaya au nina roho mbaya. Naomba kaa mbali na mdogo wangu. Kaa mbali na mdogo wangu. Nitakuja nikuharibie. Wewe, nyumbani. Ongoza njia! Oh, achana. Vipi tena jamani hapa? Nyie ndio wezi wenyewe siwe? Una bahati ya maji sio ya moto. Ningekubabua wewe leo. Hapo unafanya nini? Dadangu, mimi naokota tu haya makopo. Unaokota makopo hapa tulikwambia sisi hapa tunaokotesha watu makopo. Umezunguka kokote, umevuka hadi Visambu unaingia huku kuokotea si makopo kwetu. Lakini dadangu ni makopo tu. Ngoja kwanza nihesabu funguo. Jamani, nyie ndio wezi wenyewe. Kila siku hapa tunapoteza vyombo vyetu. Vibakuli tukisahau kibarazani vinabebwa. Vijiko tukisahau vinabebwa. Tukiuliza mwokota makopo yule, kwa nini mnatufanyia mambo kama hayo? Leo sasa nimekufuma shoga yangu. Una lolote? Mimi sio mwizi dadangu. Wewe ni mwizi, ungekuwa sio mwizi usingekuja kuinama hapa. Uone hapa vimehifadhiwa hivyo vimewekwa pembeni. Tunu. Huyu ni mwanamke mwenzio, kupaswa kumfanyia hivi. Umemwagia maji, umemchafua. Ulipaswa kumuomba msamaha, unamuitia mwizi kweli? Unachokifanya sio kizuri. Sio, unaelewa? Sio vizuri. Babu wewe tabia zako tunazijua. Ushaona tena mwanamke huyo tena unataka kujiongeze. Jaribu bahati. Pole sana. Asante. Naitwa gani? Naitwa Kendi. Ushalawa tayari. Ni vyema ungetafuta sehemu kakao katulia. Nguo zako sikisha kauka, zenu taendelea na kazi. Hamna shida. Msamehe tu. Ubinadamu kazi. Si unajua kila mtu ameumbwa na aiba yake. Kwa hiyo tunaishi nao. Hamna kakangu. Usijali. Asante. Nisikize nikwambie. Mazoea ya kipuzi sitaki. Halafu kingine, uniheshimu ni kuheshimu. Na hivyo unavyoendelea kunifatafata, nitakuja nimwambie kaka. Na nikisha mwambia, nadhani namjua vizuri. Salma. Oya, mimi mwenyewe itikeli hapo unaleta itikeli. Yaani unaleta ududu mbele ya wadudu. Situngi shanga sizungushi dela. Eti nitamwambia kaka. Kaka yako mchumba, afu wewe mwenyewe mchumba, afu nitawafanyia mambo ya chumbani. Tungi shanga. Mtoto wa 2003. Kaka Mendeo. Kome mchumba, si ndio hivyo? Unasikia? Yaani nilikuwa namwambia masuala ya madrasa. Sasa tusiseme masuala ya madrasa.
Wewe acha mtoto. Na Utakuwa lini jamani? Njoo. Vipi? mchaga. Utakuwa lini ndugu yangu? Mimi bado mtoto. Sasa sikia, nataka nikupe kazi. Unajua kutumia smartphone? Umejuaje? Ndio maana nimekuuliza. Ndio najua. Umeona hii simu? Hii simu ya gharama na ni thamani sana. Ndio. Kuna sehemu nataka kwenda. Wewe kazi yako ni moja tu. Unanipiga picha. Ya kukupiga picha. Kuna sehemu nataka niende, wewe utakuja nyuma yangu. Yani kinyume maana yake anakufuata hivi. Sina maana hiyo. Yaani uje, alafu simu nitakapokukabidhi unanipiga picha. Nakupiga wewe picha. Lakini hakikisha uonekane. Zingatia maokoto. Pesa sio shida. Imani. Si unanijua mimi zangu? Shika sasa. Ukifika pale, unanipiga picha ila usionekane. Piga picha, afu ukija baadaye nitakulipa. Sasa sio shida. Mimi natangulia. Sawa, asikuone mtu, hakikisha hauonekani. Ina maana yote ninayokufanyia bado unipendi Shava na unihitaji kabisa. Tunu, nimeshakwambia tokea mwanzo siwezi kuwa na wewe. Lakini Shava, mimi nakupenda sana na unalijua hilo. Mbona wanaume wapo wengi tu wa kuwa nao na sio mimi? Basi Shava, ina maana mimi ni mbaya, sikuvutii Kwani mimi nina kasoro gani? Wewe ni mwanamke mrembo sana na una kila sababu ya kupendwa na mwanaume yoyote yule, na sio mimi. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya mtu mwingine mama. Why mimi? Siwezi kuwa na wewe. Utabaki kuwa rafiki yangu tu kama tulivyokuwa mwanzo. Shava, lakini mimi nakupenda sana na unajua hilo. Kimwili, shida nini tena? Kuna nini? Unajua unapolia hivyo unanipa wasiwasi sana. Shava. Unaona sasa? Si wewe kabisa wewe, au sio wewe? Niambie basi kama sio wewe. Mimi nilikwambia, huwezi kunificha kitu chochote. Unaona sasa? Lakini mpenzi wangu Kimwili, hiki mimi sitambui. Ni uongo wakati nakuona wewe kabisa hapa. Uongo gani huo? Sasa Shava, ninachokuambia, kuanzia leo usinijue nisikujue na usije ukanifuatilia kwa kitu chochote. Kimwili.
Umejuaje hapa? Na unatoka wapi? Mbona usiku sana? Kuna nini? Saa 8 saa hizi. Hebu niambie, kuna nini? Hebu naomba uniambie ukweli. Umetoka wapi saa hizi? Ni usiku sana. Alafu mimi na wewe nadhani tumekutana mara moja tu peke yake. Sidhani kama ulikuwa unapajua hapa kwangu. Umepajuaje? Hebu niambie. Kuna nini? Okay. Hebu kaa chini. Kendi, mimi nadhani una cha kusema, si ndio? Mimi ngoja nikuache upumzike kwanza, alafu tutazungumza kesho. Utalala hapa, alafu mimi nitalala pale. Tajiri umepoa tajiri. Sina baya, niambie. How are you? Fine, baby. Shalom, shalom. Bibi, mzigo wangu wa jana maana sikuuona kabisa. Afu nimekumbuka bosi. Hapa ndo nilikuwa nimekuja nimekuletea material. Uyaone bosi. Mengine nimemkuta huko. Nikampa. Amelia. Nimefanya kama ulivyotaka, imagine. Kumbe na wewe tajiri waga unateswa na mapenzi. Hebu nipe picha zangu bwana, acha msiala. Chaizi hapa. Ona unavulia. Kazi nzuri sana, yani ulikuwa makini wewe. Umejuaje? Sinaona hapa kazi. Haya, simu yangu iko wapi? Naam. Simu yangu iko wapi? Da, maskini. Simu imepotea. Siwezi kukuelewa. Nilikwambiaje jana? Naam. Jana nilikwambiaje kuhusu simu? Maskini. Simu hii hapa bosi. Simu hii. Ila bosi, zingatia maokoto. Maokoto mimi na wewe nitakucheki baadaye. Au tumalizane? Tumalizane kivipi sasa? Mwenzio na ugwadu. Wewe una wazimu nini? Una ugwadu? Nipe kwanza hiyo simu mara moja. Sawa, naomba kwanza hiyo simu. Haya kama usikii. Mimi nimekwambia wewe nitakucheki baadaye. Kila kitu tutamalizana baadaye. Unataka nini sasa? Masiala yako kwenye ukweli siku nyingine unakuja kuharibu kazi. Umejuaje?
Kwanza nikupe pole sana kwa changamoto iliyotokea jana. Asante. Lakini natamani sana kujua ilikuwaje hadi vibaka wakawa wanakufukuza jana usiku. Au unapenda kuzurula sana? Ilikuwa usiku sana. Na mji wetu hujakaa vizuri sana kwa ajili ya kutembea usiku. Na hii ni kwa sababu tumezungukwa na vibaka wengi sana. Ni kutokana na vijana wengi hawana kazi. Hapana kakangu. Mimi sikuwa hata nazurura. Sema ile nyumba ni makazi yangu, huwa najegesha tangia nimefika hapa mjini. Unamaanisha wewe sio mwenyeji hapa mjini? Ndiyo, mimi ni mgeni. Na hata mwezi sijafikisha tangia nimefika hapa mjini. Pole sana. Na hiyo nyumba ambayo unajiegesha ni nyumba uliokabidhiwa na mtu ama unaishi tu, hata majirani hawatambui kwamba unaishi hapo? Ile nyumba bado haijaisha, ila najitafuta, nikipata pesa nitaenda kupanga chumba. Pole sana. Lakini sidhani kama mfumo wa maisha ni rafiki kwako. Kwa sababu ikiwa unaishi sehemu ambayo hata majirani hawatambui kwamba unaishi, wewe ni binadamu. Kuna malazi, ukiachana na tukio ambalo limetokea jana, kutaka kufukuzwa, sijui kubakwa, sijui kufanya nini, kufanya ukatili. Kuna malazi, kuna kuugua. Umewahi kufikiria hilo? Ikitokea umeugua usiku, hakuna mtu wa kukusaidia. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni changamoto kubwa kwako. Anyway, mimi niko na wazo. Hapa naishi peke yangu. Na mimi sio mkaaji sana. Mara nyingi wanatoka, naweza nikatoka siku 2, siku 3, 4 nikarudi. Lakini pia mara chache naweza nikatoka hata mwezi pia. Kwa hiyo kama hutojali, mimi ningependa uishi hapa. Nitashukuru sana kakangu. Siwezi kukupenga, hata hivyo utakuwa umenisaidia sana. Mungu akujalie. Ya, itapendeza kwa sababu sidhani kama ukiendelea kuishi huko itakuwa salama. Lakini ukiwa hapa utaishi mpaka pale utakapopata pesa kwa ajili ya kujikimu wewe mwenyewe, kwenda kulipia chumba, kufanya hivi. Mimi sina kitu kikubwa sana cha kukusaidia, ila kidogo ambacho tutapata tutashare wote. Nitashukuru sana. Okay, sawa. Kuna gesi na kuna unga kidogo, tutaongeza. Utapika kwa sababu wewe ni mwanamke. Mara nyingi mimi mwanaume sipiki. Karibu sana. Ina maana hata salamu hutaki kulisalimia siku hizi Shaba? Hapana. Sikuwa nimekuona tu. Ni kweli mimi sijaumbwa kwa ajili yako. Lakini hata salamu tu inatosha. Nimemisi kuja nyumbani kwako nikusaidie kazi. Au wewe hujamisi mimi nije nyumbani kwako nikusaidie kuosha vyombo, kufua, kuchotea maji, kufagia kama zamani? Usijali. Kazi zangu naziweza mwenyewe. Unaweza ukaendelea tu na mambo yako mengine. Shamba. Au kimwili ipo nyumbani kwako ndio maana hutaki nije?
Kimwili ipo nyumbani kwako ndio maana hutaki nije. Zangu kimwili. Hiki mimi sitambui. We vipi? Kwani utaki wageni siku hizi mndani? Kwani wewe nilikwambiaje? Shava. Lakini Shava. Sikiliza nikwambie tu. Sitaki ujinga wako. Nimeshagundua tayari uchafu wako. Ule uchafu. Alafu mbona ukuniambia kama umenipiga picha nzuri? Tunu. Toka ndani kwangu. Kwani siku hizi umepatwa na nini? Siku hizi hatuelewani, sio? Unataka kunipanda kichwani sasa. Haya, toka ndani kwangu. Una matatizo ya akili? Siku hizi hatuelewani, sio? Yule kimwili wako kashaanza kukuroga siku hizi. Hadi marafiki zako sasa unaanza kutufukuza hadi ndani kwenu. Toka. Wewe nini? Toka. Toka.